wa yu'maru bi arba'i kalimatin, na anaamrishwa huyu malaika bi arba'i kalimatin, mambo manne katika hii at-taqdiri, katika makadirio anayokadiriwa huyu mtoto hapa. Na makadirio wanasema ahlul ilmi yako ya aina. Kuna at-taqdiru al-yawmi, makadirio ya siku, na kuna at-taqdiru as-sanawi, makadirio ya mwaka, na kuna at-taqdiru al-umri, makadirio ya umri wa mtu, na kuna at-taqdiru au al-qadaru as-sabiq, qadar iliyotangulia ambayo iko kwenye lauhil mahfudh. Na yote haya yamekuja yakabainishwa na aya za Qur'an. Qadar aina ngapi? Qadar tumetaja kuna kadari za siku ya leo, kadari yako. Kuna kadari ya mwaka ambayo inakuja usiku wa Lailatul Qadri mpaka usiku wa Lailatul Qadri mwingine. Kuna makadirio hapo. Na kuna ya umri wako, umri mzima wa kuishi hapa duniani. Na kuna makadirio ambayo yako kwenye lauhil mahfudh. Allah anasema alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardh, hujui kwamba Allah anayajua yote yaliyopo mbinguni na ardhini. Inna dhalika fi kitab, hakika yote hayo yapo kwenye kitab. Inna dhalika ala Allah yasir, hayo kwa Allah ni mepesi. Al-Hajj aya ya 70. Na akasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As aliyopokea Imam Muslim, qaddara Allah maqadir al-khalaiq, Allah amekadiria makadirio ya viumbe kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Wa kana arshuhu ala al-ma, makadirio yasiyokuwa haya ya mwisho. Allah anathibitisha ayatakayo na anafuta ayatakayo. Ukitoa yale ya mwisho tuliyosema yako kwenye al-lawhil mahfudh, yale hayabadiliki. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu, aya inasema yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah anafuta ayatakayo na anabakisha ayatakayo. Kwenye nini? Kwenye makadirio ya siku, kwenye makadirio ya mwaka, na kwenye makadirio ya umri. Wa indahu ummul kitab, na kwake yeye Allah ndiko kwenye ummul kitab, lauhil mahfudh, ambayo haiingiliwi na mageuzi wala mabadiliko. Anaweza akaandika malaika mtoto huyu akimtii mama yake na baba yake, basi badala ya kuishi miaka 18 au badala ya kuishi miaka 38 ataishi miaka 58. Umeandikiwa hivi. Alafu ukamtii baba yako, ukamtii mama yako, ukaenda kwenye 58 badala ya 38. Ulikuwa mtovu wa adabu kwa wazazi wako, unakufa kwenye miaka mingapi? 38. Na kwamba hili lipo kwenye kadari kuu, limeandikwa hivyo. Kadari kuu hakubadiliki kitu. Akitubia huyu atasamehewa, asipotubia huyu atapatwa na kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ikitokea akafanya hivyo, basi ni kwenye kadari zile nyingine ambazo Allah anafuta ayatakayo na anabadilisha. Na haya mabadiliko yaliyokuja yapo kwenye kadari kuu. Tumeelewana vizuri hapo? Naam. Bikatbi rizqihi, anaamrishwa malaika yule kumwandikia riziki zake, wa ajalihi, na ajali yake mauti, wa amalihi, na matendo yake, wa shaqiyun am sa'id, na mwema au mbaya, mbaya au mwema, shaqiyun mbaya, am sa'id au mwema.